Rais William Ruto ameingia siku ya pili ya ziara yake eneo la Mlimani. Hii leo anatarajiwa Meru kisha baadaye afika kwenye kaunti ya Kirinyaga. Tuanza na Kirinyaga aliko mwanahabari wetu Ibrahim Karanja. Nafikiri alikuwa Meru. Karanja, shajara ya Rais Ruto ikoje katika kaunti ambayo inaendelea kupona vidonda vya kubanduliwa kwa gavana wao wa zama Kawira Mwangaza? Fred, nipo katika eneo la Kwene. Hapa ni katika eneo bunge la Imenti Kusini, ambapo ndiyo itakuwa ziara ya mwisho ya Rais William Ruto katika kaunti ya Meru leo hii. Ziara aliyoanza asubuhi na mapema, na amehakikisha kwamba katika ziara yake hii ya kaunti ya Meru amezuru maeneo yote tatu ya kaunti ya Meru. Kumbuka, wakati ambapo unazungumza kisiasa kuhusu kaunti hii ya Meru, lazima utaje maeneo tatu. Maeneo haya ni tofauti kabisa, ni tofauti kwa mahitaji yao, ni tofauti kwa misimamo yao ya kisiasa, ni tofauti pia kwa maendeleo ambao wanahitaji. Kwa hiyo rais alianza ziara yake katika eneo la Igembe, na kwa sasa yupo katika eneo la Tigania, na baadaye atakuwa akija katika eneo hili la Imenti. Manake hizo ndizo maeneo tatu, maeneo ambayo yapo katika kaunti ya Meru: Igembe, Tigania na Imenti. Na ndivyo Rais William Ruto amefanya ziara yake leo hii. Hapa nilipo katika eneo la Kwene, si mbali sana na eneo la Nkubu, na mbunge wa hapa katika eneo bunge hili la Imenti Kusini ni Daktari Shadrack Mweti, mbunge ambaye amekuwa akiegemea upande wa Rais William Ruto tangu mwanzoni, tangu siasa zilipokuwa zikitata moto, haswa wakati wa kumbandua aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Na katika ziara hii tumeona baadhi ya mambo ambayo yanazungumziwa sana hapa. Kuna swala la kaunti ya Meru iko wapi kisiasa? Kaunti ya Meru imemtoka Rais William Ruto ama bado ipo na Rais William Ruto, ama imemfuata Rigathi Gachagua? Na ni swala ambalo limezungumziwa sana katika maeneo ambayo rais alisimama, katika eneo la Igembe na pia katika eneo la Tigania, wakiulizana tu, nyinyi watu wa Meru mnataka muwe wapi? Wale wabunge ambao wanazungumza wakisema kwamba kazi yao ni kufuata maendeleo na kusikiza, kutafuta jinsi ambavyo watu wao watafaidika. Pia kumetokea swala la naibu rais Profesa Kithure Kindiki ambalo limetajwa sana, wakisema kwamba ndio mtu wa kwanza kutoka jamii ya Meru, japo anatoka kaunti jirani ya Tharaka Nithi, kuwahi kupata nafasi ya kuwa naibu rais. Kwa hiyo ni swala ambalo limejadiliwa sana katika mahala ambapo rais alisimama huko Igembe na alipo kwa sasa katika eneo la Tigania. Na jambo la tatu ambalo pia limejitokeza sana ni jambo la gavana wa Meru. Kumbuka kwamba ziara hii inafanyika wakati ambapo aliyekuwa gavana Kawira Mwangaza alishatimuliwa, na sasa gavana ni mpya ambaye ni Isaac Mutuma. Ni vyema tu nikueleze kwamba Kawira Mwangaza ni Muimenti. Kwa hiyo eneo hili ambapo tupo ni eneo la jamii yake, eneo la Imenti, japo nyumbani kwao si hapa. Nyumbani kwao ni upande mwingine wa Meru, au upande ule wa Timao, lakini ni Muimenti, na gavana wa sasa ni kutoka eneo la Igembe Kusini haswa. Sijui wapo Fred, nina muda wa kuzungumza na raia wawili watatu, tusikie basi wanatarajia nini kutoka kwa ziara hii ya rais na siasa. Anaambiwa tu kwa dakika chache, naomba tuzungumze. Ndugu yangu, njoo karibu. Njoo yoyote ambaye njoo karibu ndugu yangu. Na nieleze jina lako, niambie rais anakuja hapa katika eneo la Mlima kuwaletea maendeleo, tayari yupo katika kaunti yenu, ndio sasa anakuja katika eneo la Imenti Kusini. Wewe unaitwa nani? Unatarajia nini kutoka kwa rais? Mimi naitwa Maurice Mwimenyi Mgongo. Na ile natarajia kwa rais wetu ni maendeleo, hasa upande wa stima. Pande yetu tumekuwa na upungufu sana, lakini sasa akikuja hivi lazima mambo ya power industries zitaimuka na kila mambo mengi tutapata. Kwa hiyo una imani kwamba akija, manake nimeona vikingi vya stima vimeletwa, waziri wa stima Kawi tayari yuko hapa, Opiyo Wandayi. Opiyo Wandayi tayari ashapika na vikingi vishapika, transformers zote ziko, na hiki kitu ni real. Hiki kitu ni real. Mtu mmoja wa mwisho tafadhali, mmoja tu ndugu yangu. Ndakushikia hii. Nieleze unaitwa nani, unatarajia nini kutoka kwa rais? Kwa majina naitwa David Mutegi kutoka hapa Nkobo. Sisi tuko na imani na rais wetu, hatutaki mgawanyiko, sisi tuko sendi yake, hatutaki maneno ya Gachagua. Tunasema sisi tunamunga mkono, atuletee maendeleo kwetu. Kwetu tunaona bado maendeleo yanaenda kushuka. Tuko na nini stima hapa, na soko anajenga kwetu sini, tunaona maendeleo yake. Kwa hiyo nyinyi mnasema kwamba hapa mmekataa kuelekea upande wa Gachagua, hamtaelekea upinzani? Tunaelekea upinzani, sisi tuko kwa serikali. Tuko kwa serikali yetu, tumefuata MP wetu Shadrack na pamoja na rais wetu, tuko nyuma yake sisi. Asante. Tutakuwa tukizungumza zaidi
tutakuwa tukizungumza zaidi katika taarifa zetu zijazo, ila ni kauli tu ya watu kutoka eneo hili la Imenti Kusini. Kama nilivyosema, ni eneo ambalo mbunge wa hapa kwa sasa ni Daktari Shadrack Mwiti, lakini ni vyema kwamba nikueleze mtazamaji, eneo hili la Imenti Kusini ni eneo ambalo Kiraito Murungi aliyekuwa gavana wa Meru aliwahi kuwa mbunge hapa. Kwa hiyo wakati ambapo tunazungumza kutoka eneo bunge la Kiraito Murungi hapa katika eneo hili la South Imenti, na Kiraito tumemuona kule Igembe na Tigania akiambatana na Rais William Ruto. Kwa hiyo kumaanisha kwamba atakuwa hapa pia viongozi wale wengine wakuu kutoka eneo hili, mtaje Peter Munya Gatirao, mtaje Mithika Linturi. Tumesikia gavana wa Meru Isaac Mutuma alipokuwa akizungumza kule Igembe na Tigania akiwaombea hawa wawili nafasi katika serikali hii ya broad based, na kumweleza Rais William Ruto, kama unavyokumbuka wengine pia kumbuka viongozi hawa wetu wawili. Katika muda usiokuwa mrefu Rais William Ruto atakuwa hapa, manake kama nilivyotaja alianza Igembe akaelekea Tigania, sasa anakuja hapa Imenti. Katika muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunakueleza atasema nini, na atakapokuwa akiondoka hapa ataelekea moja kwa moja hadi katika kaunti ya Kirinyaga, ikiwa ni siku yake ya pili katika ziara ya Mlima Kenya. Wengi walisema kwamba rais hangeweza kugusa mlima, lakini Rais William Ruto kwa sasa yupo juu ya mlima. Fred. Shukran sana Ibrahim Karanja kutoka kaunti ya Meru. Kikosi kizima cha NTV kishafika kule. Kumbusha kwamba kule Meru Kawira Mwangaza alisema kwamba aliondolewa na akaanza kumlaumu Rais William Ruto. Kiraito Murungi akazungumza na mdosi wangu Lofty Matambo akisema kwamba ulikuwa na wakati wa Kawira Mwangaza kuondoka.